Mheshimiwa wa mtandao wetu wa Kenya TV, mtazamaji mahali popote ulipo, hujambo? Natumai mzima buheri wa afya. Karibu katika uchanganuzi wa siasa, ili tukaweze kuchanganua mambo ambayo yametufikia katika meza yetu ya habari. Na vile kunaonekana mambo sio mazuri vile katika chama cha ODM kukaa katika serikali ya sasa, na baada ya Raila Odinga kutia sahihi katika mkataba wa maelewano kati ya chama cha ODM na UDA, wiki moja haijakamilika, lakini vile kumeonekana wamebadilika na huenda wajiondoe kwa serikali kwa kile ambacho naenda kuchanganua sasa hivi. Kabla niendelee, naomba msamaha kwa sababu sijafika kwa studio, na hii ni breaking news, na hiyo haimaanishi tuendelee kufahamisha yale ambayo yanaendelea. Nimeleta hii kanda kwa njia ya audio, naomba tu kaweze kunifuatilia ili kujua ni kipi ambacho kimetendeka. Nataka kusoma katika mtandao wa X wa mwandani wa Raila Odinga ambaye ni mbunge wa Homa Bay Town, Peter Kaluma. Kile ameandika katika mtandao wa X ni mambo ambayo ni ya kushtua bakubwa haswa katika serikali. Na kabla nisome ujumbe huu ambao ameweza kuchapisha katika mtandao wa X, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kufunguliwa milango. Kwenye kevu tu na heshima kubwa ninakuomba utukabidhi, utupe like katika kanda hii, na sambaza hii kanda kwa grupu moja ama 2-3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Kama wewe ni mgeni ama umekuwa ukitazama kanda zetu katika mtandao wa Kenya TV na hauja subscribe, kuna kitu hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Kenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Karibu na asante kwa kutii ombi langu. Kuna ujumbe nimeweka hewani sasa. Naomba tusome huo ujumbe ambao umeweza kuchapishwa na mwandani wa Raila Odinga na ni mbunge wa eneo bunge wakilishi la Homa Bay mjini, ukipenda Homa Bay Town, Peter Kaluma. Ameweza kuchapisha katika mtandao wake wa X. Ameandika kwa Kizungu lakini nitakuwa na tafsiri tu. Ameandika hivi: We are either in government or not. It can't be said we are in government and yet our people are nowhere in public service. Number 1, our teachers, known to be the best, are retiring before employment, when all teachers from some regions have been employed. One pair finds laws in public service, executive, parliament, judiciary. How many laws? Permanent secretaries, CEOs, MDs, chairpersons of parastatals, commissioners, county commissioners, DCCs do we have? It is inclusivity with us or none. It is canon with milk and honey or no canon. Hapo sasa ndio tunaenda kuchanganua. It is canon with milk and honey or no canon. Kama waendi kufaidika wanajiondoa. We demand no more than our proportionate and a fair share, hapo skiza, and a fair share of resources and opportunities in Kenya. We can no longer fight for good governance for the sake of it. Our people must benefit from our struggles. Yani kile ambacho anajaribu kukisema eti kwamba jamii ya Mjaluo watu si wengi wanafanya kazi katika serikali, katika executive, parliament, hata katika mahakama. Na amesema kuna baadhi ya Wajaluo ambao ni wazuri, walisomea taaluma ya ualimu na wanafikisha miaka ya kustaafu bila kuwa employed ama kuajiriwa na serikali. Sasa wanataka share yao
katika serikali ambayo sasa waliamua kuungana nayo ya sasa. I want to put this into perspective so that we can understand why Peter Kaluma decided to write on his own X account saying it is Canaan or not. Canaan, unajua sasa ni nchi ambayo kuna matunda, kuna maziwa, kuna asali. Baada ya ODM kuingia katika serikali, ikiwa hakuna maziwa, hakuna asali, hakuna matunda tamu, watajiondoa. Wamesema kama hayo yote hayapo, wacha ikae. Kwa nini aliamua kuandika hivi? Point number 1, according to my own analysis, vile nimechanganua hii, ODM inataka is demanding more positions in the government. Wanataka kukabidhiwa nafasi zingine katika serikali ya Rais Ruto kwa sasa, kwa sababu Raila Odinga alisema ya kwamba kuna ushirikiano kati ya UDA na chama cha ODM. Sasa wanatishia ikiwa nafasi zingine haziendi kuundiwa ODM na kuajiriwa kwa watu wao, inamaanisha hiyo Canaan ikae na watajiondoa mara moja. Number 2, vile inaonekana ODM is not comfortable in the government. Yaani chama cha ODM vile kunaonekana, kwa sababu huyu ni Peter Kaluma ambaye amechapisha katika mtandao wake wa X, vile kunaonekana hawajaridhika kuwa katika serikali. Kwa nini? Wameshuhudia ground imekuwa hostile for them. Ikumbuko kwamba tuliona rais alianzisha ziara ya maendeleo ama kuzindua miradi ya maendeleo katika kaunti ya Nairobi. Jana alikuwa Nairobi, yani siku ya Jumatatu, siku ya Jumanne, na leo siku ya Jumatano ako na ziara katika kaunti ya Nairobi, lakini hatukuona seneta wa kaunti ya Nairobi ambaye ni wa ODM Sifuna hakuwa, hatukumuona Babu Owino hakuonekana, hatukuona Raila mwenyewe hakuonekana. Alafu mnasema kuna ushirikiano, watu wa ODM na wamevuta nyuma kidogo. Sasa wameona ground is hostile, ndio maana hawajaridhika vile, kwa sababu siku ya Jumapili wakati Raila alienda kule Kisii katika uwanja wa Gusii Stadium, kulikuwa na shughuli ya kuzindua jezi ama sare mpya za timu ya Shabana. Raila Odinga alikataliwa, watu wakajiondoa kutoka uwanja wa Gusii Stadium, hawakuwa wanataka yani Raila Odinga awahutubie, kumaanisha kwamba baada ya yeye kutia mkataba sahihi hawakuridhika na jambo hilo. Sasa huenda haya yote yamechangia chama hiki cha ODM kutoridhika vile kukaa kwa serikali. Unajua sometimes nashangaa, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua aliweza kuondolewa mamlakani kwa sababu ya ukabila, lakini ninapoangalia kile ambacho Peter Kaluma mbunge huyu ameandika ni ukabila, kwa sababu nadai hivyo kwa sababu amesema how many laws do we have in executive, parliament, judiciary. Yani Wajaluo ni wangapi? Unaweza count. PS ni wangapi? CEOs ni wangapi? Chairpersons katika parastatals ni wangapi tuko nao? Sasa ni swali ambalo najiuliza, mbona Rigathi Gachagua akaondolewa mamlakani kwa kusema yeye ni mkabila, na huyu kila ambacho nimeona katika mtandao huu wa X ni ukabila tupu. How many laws do we have as CEOs? Maybe hayo ni maoni yangu. Maoni yako ni yepi? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza baadaye. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mkenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza
hicho kitufe ili kuwa subscribed. Kadi kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapozikuwa katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokea notification kufahamisha kwamba Mokenya TV ameweka kanda ambayo inastahili kutazama. Please usisahau kutupea like na sambaza hii kanda kwa moja ama mbili tatu katika mtandao wa WhatsApp. Asante, tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye na nitaileta kwa njia ya picha nitakuwa nimefika kwa studio zetu. Asante, kwaheri.